Marekani imesema Israel imelipokea. Kundi la waasi wa M23 lasema watu wasiopungua 800 kutoka makundi mbalimbali ya wapiganaji wameuawa wakati wa mapigano yanayoendelea mkoani Kivu Kaskazini. Lakini chama kilichoko madarakani chasema M23 haisemi ukweli. Hii mambo ya wakongomani wenye wanataka kuwaza kama uongozi wote watakuwa wanachukua silaha kusudi wapate vyeo. Tunapaswa kuacha hii mambo. Watu wengi wamekufa Goma kwa vita yenye mipita Goma. Tunashitumu sana hii rebellion kuwaza kama wataongoza. Ilani mpya uchaguzi ya chama tawala nchini Tanzania CCM yazinduliwa. Na katika mjadala wetu hivi leo tunaangazia fainali ya ligi ya mabingwa Afrika Mamelodi dhidi ya Pyramids na ile ya barani Ulaya PSG dhidi ya Inter Milan. Utakuwa mtanange wa aina gani? Itakuwa mechi ngumu kwa sababu kwanza timu hizi mbili hazijawahi kutana, na zilipokutana ilikuwa tu mechi za kirafiki. Kwa hivyo hatujui ni nini tutapata kesho, kwa sababu ukiangalia mechi hiyo wachezaji tajika wote wako pale. Kwa hivyo itakuwa mechi ngumu. Katika michezo, Bruno Fernandes azingatia kuondoka Manchester United. Je, ataelekea wapi? Na mashindano ya soka ya klabu bingwa barani Ulaya msimu wa 2024-2025 kufika ukingoni hapo kesho. Je, nani ataibuka mbabe wa soka la Ulaya? Karata yangu inaweza ikaenda kwa Inter Milan. Zaidi ni hapo baadaye katika makala ya spoti, nami Shuaib Ibrahim. Kwanza ni habari za dunia, nami ni Martha Saranga. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloratibu misaada ya kibinadamu OCHA limeonya kwamba wakazi wote wa ukanda wa Gaza wako katika hatari ya kukumbwa na njaa kali. OCHA imelitaja eneo hilo kuwa mahali penye njaa zaidi duniani kwa sasa. Jens Lake, msemaji wa shirika hilo, amesema Israel inazuia kwa kiasi kikubwa misaada ya kibinadamu kuingia Gaza na kwamba juhudi za kupeleka misaada hiyo zimekuwa miongoni mwa operesheni zilizozuliwa zaidi katika historia ya karibuni. Kwa mujibu wa Lake, na misaada michache tu inayofanikiwa kuingia Gaza, hali inayowafanya wakazi wake kukosa chakula, maji na dawa muhimu. Wakati huo huo, juhudi za kusambaza misaada kupitia taasisi binafsi inayoungwa mkono na Israel na Marekani zimekuwa zikikumbwa na vurugu. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP limelani mashambulizi ya mara kwa mara ya vikosi vya Rapid Support Forces dhidi ya maghala yake katika mji wa El Fasher ulioko mkoa wa Darfur Kaskazini. Zaidi ya raia 500 wameuawa katika wiki za hivi karibuni, huku makumi ya maelfu wakilazimika kukimbia makazi yao kutokana na mapigano yanayoshika kasi katika juhudi za RSF kudhibiti mji huo. Lizi Masinga na maelezo. Mpango wa chakula duniani umethibitisha kuwa wafanyakazi wake hawakujeruhiwa kwenye mashambulizi hayo, lakini umetoa wito wa kusitishwa kwa mashambulizi dhidi ya maeneo ya misaada ya kibinadamu. Mashirika ya misaada yanakimbizana kuhifadhi bidhaa muhimu kabla ya msimu wa mvua kuanza, kipindi ambacho barabara nyingi kukatika na kusababisha ugumu mkubwa wa usafirishaji. Katika El Fasher, wanajamii wa kujitolea wanasema hali ya maisha ni ya kutisha. Masoko mengi ni matupu na bei za chakula zimepanda kwa kasi. Wakati mapigano yakizidi kupamba moto, rais wa mpito wa Sudan Jenerali Abdel Fattah al-Burhan ameagiza uchunguzi kufanyika kufuatia madai kwamba jeshi la Sudan limetumia silaha za kemikali, tuhuma ambazo zimeibuliwa siku chache baada ya Marekani kutishia kuiwekea vikwazo serikali ya Sudan. Idadi ya watu waliopoteza maisha kutokana na mafuriko katika jimbo la Niger kaskazini mwa Nigeria imeongezeka hadi 110. Taarifa hii imetolewa na shirika la usimamizi wa dharura la jimbo hilo siku ya Ijumaa. Mvua kubwa ilionyesha ilileta mafuriko yaliyozisomba zaidi ya nyumba 50 pamoja na wakazi wake katika vijiji viwili vya Mokwa. Awali waliothibitishwa kufariki dunia walikuwa 21, lakini idadi hiyo imeongezeka kwa kasi. Wakazi wa Mokwa wamesema hali ni ya huzuni, huku familia nyingi zikiendelea kuomba wapendwa wao waliopotea wapatikane wakiwa hai. Shirika la kimataifa la dharura limesema bado kuna watu wengi walio hatarini na juhudi za uokoaji zinaendelea. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Balozi wa Marekani nchini Ukraine amesema Urusi ina haki ya kuwa na wasiwasi kuhusu uwezekano wa kupanuka kwa muungano wa kijeshi wa NATO. Sam Batenzi na maelezo.
Keith Kellogg aliyasema haya kabla ya mazungumzo ya amani yaliyopangwa kufanyika Jumatatu mjini Istanbul. Amesema Marekani iko tayari kuzingatia baadhi ya madai ya Kremlin, ikiwemo Ukraine kubaki katika hali ya kutoegemea upande wowote. Balozi wa Marekani nchini Ukraine amesema Urusi ina haki ya kuwa na wasiwasi kuhusu uwezekano wa kupanuka kwa muungano wa kijeshi wa NATO. Inatarajiwa kwamba Urusi itarudia tena msimamo wake wa muda mrefu kutaka hakikisho kwamba Ukraine haitajiunga na NATO, pamoja na kukubali rasmi kuwa Crimea na majimbo 4 ya mashariki ni sehemu yake. Na jenerali wa ngazi ya juu nchini Pakistan Sahir Shamshad Mirza amesema Pakistan na India zinakaribia kufikia makubaliano ya kupunguza wanajeshi katika mpaka wao hadi viwango vya kabla ya mzozo wa kijeshi wa mapema mwezi huu. Hata hivyo, jenerali Mirza ameonya kuwa mgogoro wa hivi karibuni umeongeza hatari ya kuzuka kwa mapigano tena kati ya mataifa hayo mawili yenye silaha za nyuklia. Katika siku 4 za mapigano, pande zote mbili zilitumia ndege za kivita, makombora, ndege zisizokuwa na rubani na mizinga. Mgogoro huu wa karibuni ulianza baada ya shambulio dhidi ya watalii katika eneo la Kashmir linalodhibitiwa na India mnamo mwezi Aprili, ambapo watu 26 waliuawa. Hii ni BBC. Shukran Martha Saranga kwa taarifa hizo. Habari za dunia, msikilizaji. Matangazo haya ya Dira ya Dunia yanapatikana kupitia FM radio shirika mbalimbali kanda ya Afrika Mashariki na kanda ya Maziwa Makuu. Aidha yako kwenye tovuti yetu bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili, ambako unaweza pia kutuachia maoni yako kuhusu yale unayoyasikia kwenye Dira ya Dunia leo jioni. Yangu ni Regina Mziwanda akiwa kule Dar es Salaam. Regina, kwako. Naam, shukran sana Karorobi na karibu msikilizaji. Kwa kuanza tu ni kwamba wanamgambo wa Hamas wamesema hawajaridhishwa na pendekezo jipya la kusitisha mapigano huko Gaza ambalo Marekani imesema Israel imelipokea. Kundi hilo la jumuishi hakikisho la usambazaji wa misaada na endapo usitishwaji huo wa mapigano utasababisha kukomeshwa kabisa kwa mapigano. Victor Kenani anaarifu zaidi. Pendekezo hilo lililozinduliwa siku ya Ijumaa linataka kuwepo usitishaji mapigano kwa siku 60 huko Gaza, pamoja na kuachiliwa kwa mateka 28 wa Israel iwapo wako hai au wamefariki katika wiki ya kwanza. Kwa upande wa pili, wafungwa 1236 wa Kipalestina wataachiliwa huru pamoja na mabaki ya miili ya Palestina 180 waliofariki. Pendekezo hilo linasemekana kuungwa mkono na Rais wa Marekani Donald Trump na wapatanishi kutoka Misri na Qatar, na inajumuisha pia kupeleka misaada ya kibinadamu Gaza mara tu Hamas itakaposaini makubaliano ya kusitisha mapigano. Misaada hiyo itawasilishwa na Umoja wa Mataifa, Shirika la Msalaba Mwekundu na njia nyingine zilizoafikiwa. Siku ya Alhamisi, ikulu ya White House ilisema kuwa Israel imekubali pendekezo hilo. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametahadharisha kuhusu uwezekano wa kuiwekea Israel vikwazo iwapo hali ya kibinadamu Gaza haitaboreshwa ndani ya siku chache zijazo. We do believe that we need a ceasefire. The emergency is... Tunaamini tunahitaji kuwepo na usitishaji wa mapigano. Dharura hii ni kwa ajili ya kujibu mahitaji ya kibinadamu. Tunahitaji kufanya kazi kwa bidii ili kuhakikisha kutambuliwa kwa taifa la Palestina. Tukiacha Gaza, tukikubali Israel ipate uhuru wa kufanya chochote, hata kama tunalaani mashambulizi ya kigaidi mbele ya dunia, tunamaliza uaminifu wetu. We kill our own credibility in the rest of the world. Hamas imesema kuwa pendekezo hilo halina hakikisho lolote kuhusu utoaji wa misaada. Msemaji wake Bassem Naim alisema kundi hilo linaendelea kudai kusitishwa kwa kila alichokiita janga la kibinadamu na kusimamishwa kwa uhasama. Alisema hata hivyo Hamas inapitia kwa kina vipengele vya makubaliano hayo. Mpango wa Marekani unatoa masharti kwamba Hamas iwachilie huru mateka wote 30 wa mwisho kati ya 58 waliobaki mara tu usitishaji wa kudumu wa mapigano utakapoanza. Israel pia itasitisha operesheni zote za kijeshi Gaza mara tu usitishaji huo utakapoanza kutekelezwa. Jeshi la Israel pia litajiondoa maeneo ya Palestina wanayokalia kwa awamu. Tofauti kubwa kati ya Hamas na Israel zimekwamisha juhudi za awali za kurejesha usitishaji wa mapigano uliovunjika mwezi Machi. Israel imesisitiza kuwa Hamas iweke chini silaha kikamilifu, isambaratishwe kama nguvu ya kijeshi na ya utawala, na irejeshe mateka wote 58 waliobaki Gaza kabla
haijakubali kumaliza vita. Hamas imekataa sharti la kuweka chini silaha zake na inasema Israeli inapaswa kuondoa wanajeshi wake kutoka Gaza na kujitolea rasmi kumaliza vita. Israeli imekuwa ikikumbwa na shinikizo kubwa la kimataifa, huku mataifa mengi ya Ulaya ambayo kwa kawaida huwa na tahadhari kuukosoa wazi, yakiitaka imalize vita na kuanzisha juhudi kubwa za misaada. Usitishaji wa mapigano wa siku 60 kulingana na mpango huo unaweza kuongezwa ikiwa mazungumzo ya usitishaji wa kudumu hayatakamilika ndani ya muda huo. Wakfu wa Gaza Humanitarian Foundation unaoungwa mkono na Marekani na kuidhinishwa na Israel ulipanua shughuli zake za usambazaji wa misaada hadi eneo la 3 Gaza siku ya Alhamisi. Wakfu huo ulianza shughuli zake wiki hii huko Gaza, ambako Umoja wa Mataifa unasema watu milioni 2 wako hatarini kukumbwa na njaa kutokana na hatua ya Israel ya kuzuia misaada kuingia kwa wiki 11. Uzinduzi huo ulikumbwa na vurugu siku ya Jumanne. Ugawaji wa chakula ulikumbwa na vurugu siku ya Jumanne baada ya maelfu ya Palestina kuvamia vituo vya ugawaji wa chakula na kuwalazimisha walinzi wa kibinafsi kujiondoa. Mwanzo huu wa vurugu katika operesheni hiyo umeongeza shinikizo la kimataifa kwa Israel kuruhusu chakula zaidi kuingia Gaza na kusitisha mapigano. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC. Na msikilizaji, kundi la wasi wa M23 limesema watu wasiopungua 800 kutoka makundi mbalimbali ya wapiganaji waliuawa wakati wa mapigano yanayoendelea mkoani Kivu Kaskazini. Kundi hilo pia limekanusha shutuma mbalimbali dhidi yake kutoka kwa serikali ya Kinshasa pamoja na Umoja wa Mataifa, likidai kuheshimu haki za binadamu za Umoja wa Mataifa. Matamshi hayo yamezua hisia mseto miongoni mwa raia wa kawaida na wanasiasa mashariki mwa DRC. Taarifa ifuatayo inafafanua zaidi. Kundi la M23 limeilaumu serikali ya Kinshasa kwa kutoa shutuma za kuwakanganya raia na Umoja wa Mataifa. Kwa mfano, limesema Kinshasa ilitangaza awali vifo vya watu zaidi ya 1000 wanaodaiwa kuuawa na M23, wakati kundi hilo linasema waliokufa ni watu 800, miongoni mwao ni wazalendo, jeshi la DRC na baadhi ya wapiganaji wa M23 wakati wa mapigano. M23 pia imekosoa ripoti mbalimbali za Umoja wa Mataifa kuhusu vifo katika maeneo yanayodhibitiwa na M23 na vitendo mbalimbali vya ukiukwaji wa haki za binadamu. Matamshi ambayo vyama vilivyoko madarakani DRC vimesema M23 haina budi kukataa shutuma zozote zinazoendeshwa dhidi yao. Hao wameonya kuwa mauaji, uporaji na vitendo mbalimbali vya ukiukaji wa haki za binadamu vinaendelea si tu katika maeneo yanayodhibitiwa, lakini lililo muhimu lisiwe kutarajiwa kuchukua madaraka ya nchi kwa vita, kama anavyoeleza Abdelbeli Kienge kutoka chama cha Burek kinachounga mkono utawala wa Kinshasa mkoani Kivu Kaskazini. Endelee kwa mambo ya kustaki Kinshasa, kwa sababu na eneo yenye Kinshasa anaongoza nako kuna mambo kama hayo mahali pengine. Ningependa kuwaambia hivi ya kwamba hii mambo ya wakongomani wenye wanataka kuwaza kama uongozi wote watakuwa wanachukua silaha kusudi wapate vyeo, tunapaswa kuacha hii mambo. Watu wengi wamekufa Goma kwa vita yenye mipita Goma. Tunashitumu sana hii rebellion kuwaza kama wataongoza. Kwa upande wa upinzani umetaka pia Kinshasa kurekebisha mazungumzo na mwelekeo wake kuijenga DRC kwa haki na amani. Ezekia Muhaya wa chama cha PPRD Kivu Kaskazini anasema taifa halijengwi kwa maneno tu, bali kwa matendo yanayofaa kwa wananchi na kwa dunia. Mambo tunaishi yanatusumbua sana. Tangu siku nyingi wakongomani zaidi watu wa Goma tumeteswa sana. Tangu wakati fulani tunafikiria kwamba government ya Kinshasa ilipaswa kusaidia kuchangiza kuunganisha kwanza nchi, kuleta amani. Hatuwezi kulomba amani kwa watu ambao hawana responsibility, na ni wale tunasihi tunaombea waweze kujikaza, walete amani, waunganishe nchi, watusaidie kuacha kuwa na vifo kila mara. Shutuma na lawama hizi kati ya pande zinazopingana zimeendeshwa wakati rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila akiwa ziarani jijini Goma, ambapo ameelezea viongozi wa madhehebu mbalimbali kuja kusikiliza mahitaji ya raia ili kuimarisha amani na usalama mashariki mwa DRC. Hivi karibuni viongozi wa makanisa ya Kikristo yakiwemo ya Kikatoliki yalitembelea eneo hili kukutana na viongozi wa M23 kwa lengo pia la kuimarisha amani. Mchambuzi wa masuala ya usalama Dadi Salehe ana mtazamo huu. Lakini kwangu kwa wakati nafikiria kama sawa nyumba inakuwa na lungula, ya lazima ni kuzimisha moto na kuangalia jinsi ya kutengeneza nyumba na kupata amani. Ya lazima haiko kusema nani njo alitia moto na kustakiana. Sasa tunakuwa na viongozi benye abaone kama mara mingi raia njeko inakufa kila siku, asubuhi, magharibi na mapema raia
familia inakufa. Haya yote yanajiri wakati mashirika yanayotoa misaada mbalimbali ya kibinadamu nchini DRC yakitaka pia pande zote zinazopigana kufanya kila linalowezekana kuheshimu haki za binadamu na kuyalinda mashirika yanayotekeleza majukumu yake katika maeneo ya vita. Naam, hii ni BBC na matangazo ni ya Dira ya Dunia. Unaweza kutembelea tovuti ya BBC kwa taarifa zaidi. Trump aishutumu China kwa kukiuka mapatano ya ushuru, lakini vile vile silaha mpya ya kutisha inayodhalilisha vita nchini Ukraine imeonyeshwa hapo na uchambuzi wake umewekwa kwa kina zaidi sana kwenye ukurasa wetu kwenye Facebook. Hapa Alexis Christopher Chiza anasema Ruwiti Tiba Kibondo Tanzania ndiko aliko na wapata vema katika matangazo yenu ya jioni. Baba yetu Salon yuko Olkokola Arusha Tanzania. Mwenyezi Mungu awasaidie wananchi wa Gaza na hayo wanayoyapitia. Ni saa 1:00 Afrika Mashariki, sawa na saa 12:00 kwa Afrika ya Kati. Habari kuu jioni ya leo ni pamoja na wanamgambo wa Hamas wasema hawajaridhishwa na pendekezo jipya la kusitisha mapigano Gaza ambalo Marekani imesema Israel imelipokea. Kundi la waasi wa M23 lasema watu wasiopungua 800 kutoka makundi mbali ya wapiganaji wameuawa wakati wa mapigano yanayoendelea mkoani Kivu Kaskazini. Na katika mjadala wetu hivi leo tunaangazia fainali ya ligi ya mabingwa Afrika Mamelodi dhidi ya Pyramids na elea barani Ulaya PSG dhidi ya Inter Milan. Utakuwa ni mtanange wa aina gani? Ni hapo baadaye. Hii ni BBC.